utakiwa perform kwenye hii derby ya Simba na Yanga, lakini haikuwa vile ambavyo ilitakiwa kuwa, na kuna ujumbe ambao uliishia kupitia mtandao wa kijamii kuweka wazi kuhusiana na hilo. So unaweza ukatuelezea, as long as uko hapa leo, kitu gani ambacho kilitokea mpaka hukuweza kuperform, kwa sababu kelele zimekuwa nyingi sana mtandaoni. Sasa nimekimbia show. Mimi alinipigia simu mtu akaniambia unahitajika katika show. By far sasa mimi ni msanii wa kwenye label, kwa lazima nifuate utaratibu wa label unavyotaka. Yeah, okay. Kwa nikamconnect na kiongozi wa kwenye label. Kwa bahati mbaya mazungumzo yakapishana, yani respond za message kujibizana zikawa zimedelay, yani kipindi ambacho kiongozi wangu akamjibu hiyo message kaona message ikawa ni too late. Shaelewa? Sasa mimi walivyonicheki nikamwambia mcheki mtu fulani, kwa alivyomcheki yule mtu akawa amewajibu too late, ikiwa walisha confirm na watu wengine tayari, kwa akawa shafunga, kwa sababu nitakiwa nikatie ticket, na kama unavyojua mimi sio kama mafulani, mimi safari yangu naenda na watu sio chini ya 7, ukatendega watu 7 ulipia hoteli. Sio kama mafulani. Kwani taarifa za kwamba ulikuwa unatakiwa perform kwenye show zilitoka vipi? Kwa sababu kesho na perform. Kwa hiyo ilikuwa pia sikujiandaa, kwa sababu ilikuja ghafla. Kwa hiyo nilivyoambiwa nikaipokea, nikamwambia mimi niko sawa, kwa sababu kwa bahati nzuri mimi nakuwa na outfit tu ndani zimekaa. Kwa hiyo nikasema mimi naweza kushiriki. Kwa hiyo itakiwa wao viongozi wakubaliane, kwa sababu ni issue ya kampuni tu kampuni. So msanii labda na bageni na promoter, no. Kampuni tu kampuni. Na maana watakuwa wakubaliane. Kwa bahati mbaya kampuni ile na kampuni yetu ikachelewa kujibizana message. Kwa hiyo message ikaja too late. Kwa muda ambao alitakiwa sisi tumeconfirm ile show, akasema muda ushaisha. Yani maana yangu ni kwamba mpaka mashabiki walikuwa wanajua kama unaenda kuperform. Hizo taarifa zilitoka vipi kwamba unaenda kuperform ikiwa bado kampuni yako na kingine hawalikuwa bado hawajakubaliana au bado hawajaconfirm? Okay, mimi alivyonipigia huyo mtu simu, alivyoongea na mtu akaniambia tushaongea bado kufunga biashara. Sasa kufunga biashara ni kutoa hela. Kufunga biashara sio kuongea maneno. Kwa hiyo nahisi hata makava postiwa, sikutaka kujaji sana, nilitamani ni posti na kwamba sitokuepo, lakini nimegundua kwamba ni swala la wananchi wote. Mechi ni sisi wote wa Tanzania, timu zinazocheza ni zetu. In case pia nisipo perform kama hivi, nina nafasi ya kuelezea kwa nini siku perform. Lakini sikuona kwamba ni big deal. Big deal ilianza kuja baadhi kuamka, mimi niliona tu, kwa sababu kwa bahati mbaya pia mimi sio shabiki sana wa mpira. Kwa sababu hata kipindi hizo timu zinacheza mimi nilikuwa na record nyimbo zangu. Changamoto ikaanza kuja mpaka nimeposti, nimeamka nimeanza kuona wachambuzi sijui nani anaanza kusema kana kwamba sijui nimekimbia show. Kuna mwingine anaanza kusema sijui kumweka nani mbele ya nani haiko sawa. Mimi ni mfanya biashara ambaye nafanya biashara ya muziki. Na maana mimi ukinilipa hela natakiwa nije kuimba. Hata kama utaamua kuniweka ni msanii wa 200, hata kama watu wote wataondoka watabakia viti, natakiwa niimbe, kwa sababu umenilipa hela nije kuimba. Wewe kama mfanya biashara umeona imebakia viti, kwa utachagua wewe kama niimbe au uone bwana watu hamna tuondoke. Ina maana useke tafsiri ya kwamba eti sijui nani alianza, nani sijui ndio maana hakumpandisha. Mimi sikupanda kwa sababu za kimalipo. Ina maana pia ukitaka kuweka kana kwamba sijui kuna msanii alianza, mimi msanii anihusu kwa sababu alilipa kivyake na mimi nikalipa kivyangu. Ushaelewa? Ina maana mimi ningelipo hata kama wangebakia washabiki 4, itakiwa tu niwaimbie kwa sababu nimelipwa. End of the day pia kila mtu angeshinda mechi zake. Mimi ningeimba, ningechukua kipi, kwa sababu kitakachonisaidia ni nyimbo zangu na strategy zangu za show. Mfano natolea mfano msanii kama Barobaro, tunamjua. Barobaro hana hit yoyote. Ni msanii ambaye singeli anaiti, lakini ukikutana naye kwenye show anakitimua. Kwa hiyo show sometimes sio umekaa kwenye game miaka mingapi, so una nyimbo ngapi, ni strategy zako tu. Napanga hapa nitashambulia vipi, nikiimba nini mashabiki watapenda, nikiimba nini hapa nitachukua kijiji, nikiimba vipi, wewe na strategy zako. Kwa hiyo sikuwa na hofu kwamba hata kama ningekuepo ningekuwa mwisho, sikuwa na hofu. Kwa sababu nilikuwa najua naua kutokana na strategy zangu. Najua bwana hapa Yanga wamefungwa, nitajili vipi Simba wafurahi, Yanga wafurahi. Simba bwana wameshinda au Simba wamefungwa, ningejua mimi nadili vipi Simba wafurahi, Yanga wafurahi. Maana hapa unamzungumzia msanii ambaye ni Alikiba. Mimi sizungumzi na Alikiba. Kwa sababu nimeona pia hata mjadala mtandaoni watu wanasema kwamba haijakaa sawa kwa Divoice kuweza kushindana au kutaka kujibishana maneno na mtu kama Alikiba. Okay, mimi sijajibishana na Alikiba. Watanzania tuna tatizo kidogo la kutokuelewa. Ndio maana hata nimeandika kana kwamba umsiweke kana kwamba eti nimeshindwa kuperform kwa sababu ya Alikiba. Alikiba yeye usiki. Ndio maana nikaandika hata wangebakia labda mashabiki wote wangeambiwa watoke uwanjani, nikawafuate makwao. Majumbani. Ningeenda ningeambia, kwa sababu mimi ningekuwa tayari nishalipo hela, na kama nimelipo hela tukue hela nifanyie kazi. Lakini sasa wewe utaki kudoubt kana kwamba eti nilishindwa kuperform kwa sababu eti
Alikiba alianza au kwa sababu Alikiba anamaliza au kwa sababu Alikiba alikuwepo. No. Alikiba yeye ni mheshimu kama brother, amekaa kwenye game kwa muda mrefu. Also pia tunakutanaga, tunasalimiana, anajua heshima yangu kwake. Lakini sasa wewe kama mtangazaji utakiwi kuweka eti kwamba eti sijui Divoice kuperform kabla ya Alikiba, ananonea kivipi? Ananonea kivipi yani? Naimba mimi ananoneaje? Naimba mimi, maiki nashika mimi, naambia mashabiki mimi. Yeye ananionea kivipi? Mimi msanii yote ambaye anaona atakiwa aanze kwenye show aanze. Mimi kama atakiwa nifuate. Mimi sina ufagio kama nilivyoimba. Aliyekaa mbele na mkanyaga, atakaye baada yangu pia na mkanyaga. Yaani yote angekaa mbele yangu ningemkanyaga. Nakubali. Kwa sababu mimi naamini strategy zangu za show. Okay. Kwa hiyo sijashindana na Ali. Alikiba akae pembeni kama brother ambaye hatakiwi kuguswa katika hilo. Ila wachambuzi na watu wengine kipindi wanazungumza, usitaki kuzungumza kana kwamba eti nimemkimbia Alikiba au labda baada ya kuona labda Simba wamefunga akakimbia kwenye show haja perform. No. Mimi nimeitwa pale kufanya biashara. Walioniita mimi ni mfanya biashara, nafanya biashara ya muziki, wamenilipa kwa sababu nafanya biashara ya muziki. Sijaenda kushabikia Simba na Yanga pale. Mimi hata kama ningeenda kwa sababu nimelipwa hela. Ndio maana sijalipwa hela sijaenda. Ina maana ningelipwa hela ningeimba. It depend mashabiki wapo, hamna, kuna viti wamebaki viongozi watupu, mimi nitakiwa tu niimbe. Hata kama labda bwana baada ya kuimba Ali watu wangeondoka, mimi nitakiwa tu niimbe kwa sababu nimelipwa niimbe. Sasa hatakiwi mtu kuweka scenario kana kwamba eti yani Alikiba kwanza, Alikiba yeka ratiba imepangwa. Kama katakiwa Alikiba aanze kuimba, mwacheni aimbe. Kama atakuwa nimalize show, niacheni nimalize. Sasa usiweke eti ananonea kivipi? Mimi mbona nishapiga mashow kibao nimeua, ambayo wasanii wakubwa na wazee walikuwepo. Na nikakanyaga hadi wazee wenyewe. Kwa hiyo mimi nimekaa kana kwamba usiweke scenario hiyo. Sisi tunaheshimiana kwenye game sababu mimi naheshimu sana my brother. End of the day sijui kesho yangu. Sawa. Sitaki mtu aweke eti kana kwamba eti, lakini sipendi mtu aweke katika nguvu yangu. Hata kama nakumheshimu mtu kiasi gani, lakini usizungumzie nguvu yangu kumfaidisha labda mtu mwingine. Kwa kama vile nilikuwa nahofia mtu mwingine, mimi sihofii mtu yote. Yote anajiona atakiwa aanze kuperform yote nchini, ambaye anajihusisha tu na kuimba. Akiona atakiwa kuperform mimi nifuate afa kesho yake, afu nifuate afa one nifanye.